Nonsense. Ngoja tu nikafanye shughuli zangu, uendelee kukaa hapa. Yamekukuta baba. Haya mapenzi bwana ndio za relay mita 100 mambo ya kupokezana vijiti. Yaani mimi hapa wakati nateswa na penzi la Medi ulikuwa unanicheka. Medi mwenyewe hata hajui kama anampenda. Sasa hivi tuko hali sawa. Wife. Abe mume wangu. Umewaka. Lakini haya ni kazi ya mikono yako. Good. Sema nini wife? Yes. You know I love you so much. Yeah. Na tunaenda kwenye ukumbi. Hadi leo inaniuma, yani kuna kitu inakuwa na mashaka, nisije kaingizwa mjini. Ile wazo ulifika kabisa kwa jina la Yesu. Unajua nini mume wangu? Mimi ni mke wako. For better, for tumeelewana. Kwa mawazo ya kufutilia mbali kabisa. Mume wangu. Wife. Lakini mbona kama upo sawa? Niko sawa. Una uhakika? I'm actually good. Niko sawa. Na kuna kama una mawazo vile? Hapana. Tena ukuonesha mimi nilivyo gado. Ngoja nikakufungulia mlango kabisa. No. Unajua nini? Mume wangu, naomba kwanza tusali. Maana kama ulivyosema, uko kwenye party kuna watu wengi. Nilikuwa naomba tujikabidhi mbele za Mwenyezi Mungu. Wife, unaona saa hizi unasali sana. Unajua nini? Kwa sababu nataka familia yangu kama ya Yesu, Maria na Yosefu. Sikatai. Ni good, ni vizuri. Lakini tuko hapa, tumepaki gari. My daughter, my lovely daughter, Nyamwiza, shemeji Rubango wameondoka. Tena ndio tunataka kusali. Mume wangu, kuna kitu ukijui. Unajua nini? Yaani sala ya baba na mama inapenyeza moja kwa moja hadi kwa mtoto, ndugu, jamaa, marafiki na hata watu wote walipo ndani kwenye party. Wife. Yes. Hamna shida. Maombi ni muhimu. Basi na mimi nitamwomba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye yote ila asiniletee mtoto. Unajua nini mume wangu? Yaani ni hivi, hilo swala kama Mungu amepanga, ni amepanga tu. Huwezi pinga. Kweli? Kabisa yani. Tuombe tuachane na mambo tusali. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliyeketi juu mbinguni, ni wakati huu na wasau, Mungu wangu, tutaja mbele zako, mimi na mume wangu. Mungu wangu, nakuomba tunapoelekea huko ndani kwenye pati, ukatulinde, ukatuongoze, tupatie ulinzi wako Baba. Katika yote kuomba na kuamini na kushukuru kwa Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Mama, tunaweza kwenda sasa. Sawa wife, una shida. Usiondoke. Ni my duty kukufungulia my lovely wife mlango. Easy, tulia. Relax. Sema umewaka. Na uzuri na unachangia. Uzuri nimekuja na pistol. Don't worry about it. Kazi itakuwa ni moja. Mume wangu.
Fina, nimeharibu rafiki yangu, nimeharibu. Dokta, nini bwana? Maharibu nini? Ni penzi la Pamela tu au kuna mengine? Dokta, nimetewa mgonjwa asubuhi usini kwangu ana pressure ya kupanda. Sasa badala ya kumpatia dawa ya kushusha pressure, nimempatia dawa ya kupandisha pressure. Yaani ndio sielewi nifanyeje Dr. Fina. Unasema? Mungu wangu, Pamela. Nilihisi mimi mwenyewe ndo navuruga na penzi la Medi jamani. Pamela ameleta shida kazini kwetu jamani. Dokta. Pamela. Pamela. Hebu acha ujinga. Mambo ya Pamela yanafuata nini? Nimekuja kuomba msaada wako Dr. Fina. Hivi Dr. Fina unaweza ukaacha ujinga ukaweka pembeni tukasolve jambo la msingi kwanza sasa hivi? Dokta. Nimekuja kuomba msaada. Pamela anaingiaje Dokta? Dokta, usinipandishie sauti. Wewe umetoka huko umeharibu huko ofisini kwako huko. Umekuja hapa kutaka msaada kwangu, umekuja kunipandishia sauti. Wewe msaada uko wapi? Nisaidie. Wewe mgonjwa mwenyewe uko wapi? Ametoka sio muda lakini simuone ameelekea wapi. Umesema ametoka muda si mrefu. Yes. Sawa basi ngoja niende kwa mama mlinzi atuangalizie yuko wapi. Sasa hivi Dokta. Sasa hivi. Wewe njoo ukae. Kaa. Unafikia hata nina nguvu za kukaa Dokta. Nakuja. Dokta, kuna bahati rafiki yangu. Umempata? Nimempata. Yuko wapi? Nimemkuta kwa mlinzi pale, alikuwa anamsubiria kijana wake. Asante Mungu. Unajua, ndio maana nakuamini Dr. Fina. Unaniamini wapi bwana, unafanya mambo ya ajabu. Ndio maana nakukubali sana rafiki yangu. Unajua nilikuwa nawaza kwamba hii kazi naipoteza hiyo nyuki. Kwa hiyo yupo wapi? Yuko ofisini kwako. Ofisini kwangu mwenyewe. Basi sawa. Tulia sasa, unaenda wapi? Tulia Dokta. Unajua nakuomba utulie. Umesikia? Dokta, naomba utulie. Maana ukiendelea hivi utaharibu kazi. Utasababisha hospitali ifungiwe. Halafu na utaharibu maisha yako mwenyewe. Tulia. Jitulize wakati unamsikiliza mtu. Elewa unafanya nini? Mapenzi yasikuendeshe. Yaani mgonjwa ana shida ya moyo. Sasa hivi unapokuona utaenda kumfanyia dialysis kabisa. Badala ya kumpa tiba ya moyo na kuona ukaenda kumsafisha figo. Ana shida ya pressure kumbe ni moyo. Ona sasa. Nilichokuwa nakwambia ni kitu gani? Mungu wangu. Jitulize. Nimelishwa nini lakini Dr. Fina? Pamela. Acha ujinga hayo. Sasa Dr. Fina nimekuelewa rafiki yangu. Nikushukuru kwa kitu kimoja tu. Kwamba nashukuru kwa yote ambayo umenifanyia. Asante kwa wema Dr. Fina. Yaani sina cha kukulipa zaidi tu ya shukrani zangu. Sababu umeokoa kazi yangu hiyo. Sasa wewe endelea kupiga kazi. Haya mambo mengine yaliyobakia etc hizo, ndio tutazungumza tukiwa kazini. Hana sema. Poa. Mapenzi yanaandaa dunia jamani. Kibali imba. Mapenzi yanaandaa dunia. Haya. Mnacheka jamani, mtafikiri mazuri kilichotokea hapa leo. Mungu Baba. Zile dawa zilikuwa zinaenda kumng'oa yule mzee. Mungu Baba, naomba usaidie madaktari wote. Watulize akili kazini. Pati yetu kwa ajili ya kufurahi, kuenjoy, kwa ajili ya shughuli yetu, ya rafiki yetu, wengine shemeji yetu. Na wewe sio mwingine ni nani? Wewe.
no. Hapa ni sehemu ya kuenjoy. Au sio? Oyo, sawa kabisa. Leo tulisiza keta misazi dubango. Wewe tena. Okay, DJ, niwasheka muziki kidogo hapo niserebuke na mpango wangu. Umeenjoy vizuri kabisa. Okay, kwa heshima DJ mrudishe Lubango. Okay, sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kumkaribisha shemu wetu ili aje katoa katoto kazuri kalikozaliwa siku ya leo tukaone. Hivi alikupendeza kinaona mimi au tunaona wote? Hizo kodi za kibabe sana hizo. Shemu mwenyewe, shemu kama shemu ya dunia. Okay, shemu wetu. Hapa nimekuita kwa kitu hicho. Nahitaji ukatulete katoto ketu kalikozaliwa leo tuje tukaone. Okay, DJ langu tunaomba uwashe muziki ili shemu wetu atuletee katoto. Maana ndo mara yangu ya kwanza naiona na hisi ilipotoka yeye ndo kachukua. Okay, shemeji. Tunaomba uende ukamkalisha binti ili asisimame kwa muda mrefu. DJ, niwashe muziki bwana, aselebuke kidogo. Birthday yangu si itakuwa hivi kweli? Hivi ni mwishi kama hivi?
nani na mwenye sherehe ni nani hapo? Wewe kaka vipi? Yaani hakuna salamu ila unaanza tu na maswali. Vipi ndio desturi za Tanzania? Msalimia huko. Unachekesha. Unajua nadhani unajua kabisa kuna salamu imetolewa hapo kwa ajili ya watu wote imetolewa. Lakini anyway, habari yako mrembo? Salamu. Naitwa Deborah. Kuja kumwakilisha rafiki yangu. Sijui unaitwa nani? Wow, jina zuri kama ulivyo wewe. Wewe mwenyewe mzuri kama jina lako. Naitwa Cleo. Nimekuja kumwakilisha dada yangu ambaye ni rafiki wa huyu mwenye hii birthday. Anaitwa Pamela, unamfahamu? Pamela huyu aliyetoa mimba juzi alimanusura hapo. Nini? Na akaokolewa dakika za mwishozi. Afu nilisikia za ndani ndani na rafiki yake anaitwa Tash. Makubwa.